Habari ya mapambano, habari ya huko uliko. Karibu sana katika kipindi chetu, karibu sana katika day 2, siku ya pili ya mwaka 2026. Nikukaribishe sana 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 katika day 2. Tuambie mwaka ukoje rafiki zangu huko, ni wa blue, mwekundu, green? Okay, kama ilivyo desturi yetu, tuko na program ya kuhakikisha kwamba siku 10 za mwanzo tunaweza kuzistructure, tunaweza kuzifanya zikawa zenye kutengeneza mwaka wetu. Na kama ilivyo desturi yetu, tumeshaanza day 1, tumeangalia somo la kwanza. Leo tutakuwa tukiangalia somo la pili, na katika mjadala wetu wa siku ya leo tutajikita zaidi katika kuangalia mada inayosema kwa nini wengi wanaanza mwaka vibaya bila kujua. Unaweza kujikuta umeanza mwaka ndio, lakini umeanza vibaya ila haujui kama umeanza vibaya. Sasa hapa tunaambizana kwamba mwaka unaanzaje vizuri. Hilo ndio jambo la msingi ambalo tutadiscuss katika somo letu kwa nyakati hizi ambazo tutakuwa nazo. Sasa jambo la msingi ambalo natamani uweze kujua, tatizo sio ndoto. Tatizo sio ndoto. Kila mmoja anazo. Unajua ukishakuwa mtu mzima, mtu akikwambia vipi unataka kufanikiwa, unamwona kama hajielewi, si ndio? Tatizo sio ndoto, kwa sababu kila mmoja anazo. Tatizo ni nini? Tatizo, watu wanaanza kwa hisia kupigania ndoto na sio kuanza kwa akili. Naomba nirudie. Tatizo sio ndoto. Tatizo unaanzaje? Unaanzaje kuzipigania? Kwa sababu mwisho wa siku ni sawa, tunahitaji kuwa na ndoto, tena kuwa na ndoto kubwa kabisa. Ukisoma vitabu vya success, vitabu vya motivation, vinasema kwamba mpaka kuna kitabu kimeandikwa kinaitwa The Magic of Dreaming Big. No, kinasema The Magic of Thinking Big. Yaani miujiza ya mtu kufikiri katika mambo makubwa. Au sio? Kuota kila mtu anaweza kuota. Na ni halali kabisa, na ni haki ya kila mtu kuota. Hakuna mtu anaweza kuzuia kuota, au sio? Nataka kuwa na lijumbani kubwa, nataka kuwa na magorofa, nataka kuwa na maviwanda. It's okay. Issue sio hiyo. Tatizo sio ndoto. Tatizo ni kwamba watu wanaanza kupigania ndoto zao kwa hisia. Hawaanzi kupigania ndoto zao kwa akili. Hapo ndio shida inapoanzia. Sasa tunapozungumzia kuhusu mambo ya hisia tunamaanisha nini? Kwa lugha nyepesi tunasema kwamba watu wanapigania ndoto zao bila akili iliyoandaliwa. Kuna akili ambayo inatosha kupigania ndoto. Ni akili ambayo inabidi iandaliwe. Ni akili inabidi inolewe. Tunapasui vipi hizi ndoto? Tunapigania vipi hizi ndoto? Tunaanzia wapi? Asa mtu anachanganya sehemu ambayo jamani ya maisha. Yaani mtu haelewi anaanzia wapi. Hata kula ugali kuna jinsi ya kuanza. Ugali ni mkubwa. Wale tuliofundishwa vijijini, wale mmezaliwa kwenye mafriji mkakuziwa kwenye makabati, sidhani kama mtaelewa hii mambo. Ugali ule wa kijijini unakusanywa hapo, bonge la sinia. Alafu kila mtu anaanza kula sehemu yake. Taratibu, unashtuka ugali umeisha. Zile familia ambazo zijafundishwa, unashangaa ameanza kula juu. Sasa usikae na yule mama ambaye sasa akikukata jicho hivi unajua hapa nimekosea hapa nimekosea. Ndivyo maisha yalivyo. Ndoto inakuwa kubwa, lakini jinsi ya kwanza kuikabili inahitaji akili iliyoandaliwa. Kwa hii program yetu ya siku 10, unajua lengo letu kubwa ni nini? Lengo letu kubwa ni kukutengenezea akili inayoendana na ndoto ulizonazo. Very simple. Hakuna kitu kingine chochote. Wewe kazi yako ni kuchukua ndoto zako. Kazi yetu sisi ni kukuonesha akili gani itafaa ili uweze kutimiza ndoto zako. Tunasema ni nini? Hamasa, hisia. Watoto mjini wanasema mzuka. Hivi mzuka ni neno rasmi au? Tabini wasiana na tuki nijue mzuka limeingia kwenye kamsi au bado. Lakini tunazungumzia hamasa, hisia haziwezi kutimiza ndoto, bali akili iliyoandaliwa. Leo kwa mfano, nataka kuwa na mashamba makubwa ya bustani, mashamba makubwa ya kuku. Sawa. Hakuna mtu ambaye amekuzuia kuwa na hiyo mashamba. Ni haki yako kuota. Unaanzia wapi? Unaanzia pale pale kwenye uchochoro. Hata kwa sababu ya hisia, mtu anasema ngoja kwanza, unajua nini? Bwana, unajua zimekuwa nyingi. Hapana. Tunasema huhitaji kuhamasishwa kutimiza ndoto zako.
Ndoto ni zako, lazima upiganie. Hakuna atakayepigania badala yako, hakuna atakayepigania badala yako. Ngoja nikwambie neno kidogo la uchungu ambalo nataka likuingie vizuri. Kama una miaka 35 hadi 40, ngoja nikupe siri moja. Yaani kama una miaka 35 mpaka 40 hapa katikati, achana nao under 30, hauhitaji hamasa, hauhitaji mtu wa kukutia moyo. Yaani kama una miaka 35 mpaka 40, maisha yako mwenyewe haijakwambia mpaka sasa hivi kama unahitaji kupigana. Unasubiria hamasa kutoka nje. Safari yako bado, safari yako bado. Yaani kama una miaka 35 mpaka 40 hapo katikati, bado unajitafuta, haujajipata, na bado unasubiria mtu aje kuhamasisha, mtu aje kutie moyo. Oh my friend, wewe inabidi uwe inspired mwenyewe. Yaani hakuna mtu anakuamsha asubuhi kwamba nenda kapigania maisha. Una bili za watoto za kulipa, una ada za watoto, una wazee ambao ni wazee wameshazeeka sasa hivi, una maisha huko ambayo kila mtu anakuangalia wewe, alafu unataka kuhamasishwa. Maisha yenyewe mbona ya kwako tu ni hamasa tosha. Okay, anyway, kuna wale watu ambao wameshakuta mazingira yamekaa vizuri, si ndio? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kama sasa hivi sio mbaya, tayari una kazi. Unajua mtu mwenye miaka 35 40 kwa asilimia kubwa ameshapata kakazi fulani kakujishikilia, tena na watoto wake kadhaa hapo, wawili watatu na nini na vitu kama hivyo. Sikiliza nikwambie kitu. Waza ukiwa na miaka 60 utakuwaje? Waza ukiwa na miaka 70 utakuwaje? Waza ukiwa na miaka 80. Sasa hiyo miaka 60 utakayokuwa nayo, kama unahisi kuna kitu kinakuchukiza kwa mtu mzima miaka 60, hana kazi, hana biashara, maisha yake hajakaa vizuri, angalia maisha yale anayoishi na wewe jiproject, jipeleke kwenye huo muda. Nataka nikwambie, mimi wanashangaa unaongea na mtu, okay, ukikadiria tunaona huyu ni mtu mzima huyu. Sasa hivi unamaanisha kweli naweza nikafanikiwa? Unataka kutiwa moyo? Yaani kwanza sikiliza, wewe tu mwenyewe kwamba umeona opportunity, umeona fursa. Ile fursa kweli umeshindwa kujua kama hii fursa itakupeleka kwenye mafanikio au itakupeleka. Unataka tena mpaka mtu mwingine aanze kukuhamasisha, kukutia moyo, unajua sijui unakuwa ukifanya hivi utafanikiwa. My friend, huo sio umri tena wa kutiwa moyo. Ni umri wa kuuliza, nianzie wapi? Nifanye nini? Nichukue. Unajua umeshachelewa. Umeshafanya biashara nyingi zimekufa. Na kitu kingine, kama umeshafika miaka 35 miaka 40, hauna muda wa kujaribu kitu chochote tena. Ni muda wa kufanya. Tunachelewa tu kujitambua, lakini miaka 25 ndio miaka ya mwisho ya kujaribu. Ukishafika miaka 26, lazima usimame na kitu kimoja. Of course ukiwa na miaka 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22 hapo unaweza ukaungaunga vitu. Bado umegusa hiki umeachia, umegusa hiki umeachia. Sio mbaya, tunaamini kwamba unagusagusa vile vitu ili ukipate cha kwako. Lakini umeshafikisha miaka 35, bado unatafuta kitu, bado huelewi cha kukaa nacho. Ukipata bahati ya kupata coaching, kupata program, kupata watu ambao wana program ambayo tayari imeshatengenezwa, ni swala la kuuliza, nifanyaje? Nianzie wapi? Sio kuhoji maswali mengi. Uko nyuma ya wakati unaendelea kuhoji nini? Songa mbele. Najua ni kweli mchungu, wewe hauhitaji kuhamasisha, unahitaji nidhamu. Unahitaji kuamua kuanza kujenga akili yako very serious. Yaani hata masaa ya kulala inabidi yapungue. Unakuta mtu ana miaka 35, analala mpaka anaamka, analala tena, anaamka, analala tena. Mimi formula yangu ya maisha iko hivi, nikilala, nikitakaposhtuka silali tena. Yaani nikilala, nikishtuka silali tena, naendelea mambo mengine. Hasa mtu amelala, ameamka, amelala, ameamka, amelala. Mheshimiwa, safari bado ipo. Una miaka 35 hadi miaka 40. Bado hujajipata, mambo hayaendi. Kazi ipo. Safari bado tunayo. Hakuna mtu atakwambia maisha ni magumu na miaka 35 40. Unaelewa maisha ni magumu. Hakuna mtu atakwambia kwamba kuna maisha mazuri. Unaelewa tayari maisha mazuri manake nini. Hakuna mtu atakwambia kwamba kwenye maisha lazima tupambane. Unaelewa tayari kwamba usipopambana upati matokeo. Ni issue ya kupata formula, kupata, mimi wanapenda kuita inaitwa structured knowledge. Unaweza kuwa umeshahangaika kufanya vitu kadhaa, umeona viendi. Sasa hivi unapata maarifa ya kusimama nayo, unapata support, unapata usimamizi, unasonga mbele.
Hiyo ndio pointi ya msingi. Sasa katika somo hili litabebwa na sehemu 3. Nilikuwa nakupa tu utangulizi kwanza ukae sawa. Sehemu ya kwanza, part 1, tunasema kwamba kuanza kwa hisia baada ya mfumo, na hii ndio inaua watu wengi, inaua ndoto za watu wengi, na ndio kitu ambacho tutakianza nacho sasa hivi. Lakini part 2 tutazungumzia kwamba matumaini yasiyo na ratiba. Tunasema hope without structure. Hapa ningeweza kusema hivi, unaweza kuadjust pia kidogo, na mimi hapa nipata idea nyingine. Matumaini yasiyo na muundo. Tutajadili labda hilo somo baada ya hili somo. Tunasema hope without structure. Yaani unakuwa na matumaini ambayo hatuoni evidence. Na siku zote nimeshakwambia kwamba kuna tofauti kubwa kati ya matumaini na imani. Imani unakuwa na ushahidi. Sawa, mambo hayajatokea, lakini una ushahidi. Unasema kitendo cha mimi kuwa at least na idea kuhusu mradi wa kuku, na idea kuhusu mradi wa bustani, nimejaribu kidogo, watu wanakuja wananunua. Hivi nikiamua kwa siku nitengeneze shilingi 50,000 naweza. Kama sasa napata shilingi 15,000, shilingi 20,000. Wewe una facts, hiyo ni imani. Mtu mwingine hajui chochote kuhusu garden, hajui chochote kuhusu kuku, afu anakuambia hivi, mimi lazima niwe mshindi kwenye mradi mwaka huu. Sio mbaya, at least basi hata unatafuta hata information, umeanza, kuna program umechukua, kuna course unasoma, hauna chochote. Umekaa unabonyeza TV, unasema mwaka huu lazima nishinde. Unashindaje? Hapana, hiyo ndio tunasema matumaini yasiyo na muundo. Part 3 tutaangalia pressure ya jamii na New Year hype. Pressure ya jamii na New Year hype. Wacha nisielezee. Hakikisha umeattend masomo yote ya leo, uhakikishe unapata haya mambo. Wacha tuzungumzie na part 1, kuanza kwa hisia mbadala wa mfumo. Mwaka mpya siku zote huwa unakuja na hisia mpya. Unajua kwa mfano kuna ile inaitwa kusubiria mwaka. Saa 5. Saa 4. Saa 5 kamili. Dakika 10, dakika 20, dakika 30. Kipindi cha nyuma wakati mimi nilikuwa nafikiri kwamba nitaamka nje nitaona mawingu yamekuwa meusi. Au yani kila mwaka kuna tukio fulani jeupe jipya limetokea. Baadaye nikana najiuliza swali, hii miaka mipya mbona sijawahi kuielewa? Sasa siwa kuna kitu gani? Ukisikia tu mwaka mpya unakuja na vitu vitatu. Cha kwanza unakuja na hisia mpya, cha pili unakuja na matumaini mapya, cha tatu unakuja na ahadi mpya. Yaani ndio kawaida jinsi ilivyo. Mwaka unapoanza unakuja na hivi vitu vitatu. Hisia mpya, matumaini mapya, lakini pia ahadi mpya. Sasa siku zote tambua kitu kimoja. Hisia zina nguvu ya kuanzisha mwaka, lakini ngoja nikwambie kitu kimoja hapa. Ahadi mpya, matumaini mapya, hisia mpya, hizi zina nguvu ya kuanzisha. Hizi kwa lugha moja tunaita hisia, lakini hazina uwezo wa kuendeleza. Naomba nirudie. Siku zote hamasa, ndio maana kwenye safari ya mafanikio kuna maneno mawili ya ushindi. Neno la kwanza kabisa la ushindi linaitwa unaweza. Angalia kwenye mikesha. Sijui Dar es Salaam watu moto, ukienda Mbeya watu moto, ukienda Arusha, yaani kila sehemu kumechanganya. Mwaka wa ushindi, mwaka wa matumaini, mwaka wa kufanya mambo makubwa. Zile zinaitwa hamasa. Zile zinaitwa motivation. Ukitaka kufanikiwa unahitaji vitu viwili. Cha kwanza unahitaji motivation, cha pili kinaitwa inspiration. Naomba nirudie. Hizi hisia zote ambazo zinaendelea katikati ya mwaka, wengine leo wapo kwenye makanisa, kwenye majukwaa mbalimbali, ukienda kwenye maredio, kwenye ma-TV, kila watu wana moto wao. Mimi mpaka sasa hivi sijawaambia moto wetu ni nini. Nitakuja kuambia siku moja, lakini kwa sasa hivi ngoja kwanza niwafundishe kwanza, kwa sababu hata nikiwaambia mmeshasikia nyingi, mmeshasikia za kutosha. Wa kwetu tutaintroduce tarehe 10 tunapomaliza programu yetu hii ambayo tumeianza. Au mnasemaje? Upewe moto baada ya kuwa umejifunza. Sasa unapewa moto. Sasa nini kinatokea? Hisia zina uwezo wa kuanzisha, lakini hazina uwezo wa kubeba ulichokianzisha. Hisia hazina uwezo wa kuendeleza ulichoanzisha. Simple. Sasa basi, tunasema hivi, kwa nini watu wengi wanaanza mwaka vibaya bila kujua kwa sababu?
wanachanganya msisimuko na maandalizi. Wanachanganya msisimuko na maandalizi. Unaongea na mtu anamwambia umeanzaje mwaka? Nakwambia mwaka acha kabisa. Ahazi, utaniona mimi ni mtu mwingine kabisa. Mimi we mimi ni mtu mwingine kabisa. Okay, no problem. Ule ni msisimko. Tuambie, unaposema wewe ni mtu mwingine, maandalizi yapi? By the way, maandalizi yatakiwa yafanyike mwezi wa 11 na mwezi wa 12. Unapoanza tarehe 1 ni action. Sasa kama maandalizi hayajafanyika mwezi wa 11 na 12, unatuambiaje uko serious? Kivipi? Acha kutuenjoy bwana. Wewe vipi? Sasa unachotakiwa kukifanya ni kwamba usiingie kwenye kundi la watu wengi ambao wanapotea. Wewe unatakiwa sasa useme sasa. Mwanafunzi wangu Caroline Masage. Mwanafunzi wangu 2018, 19. Hebu nikumbushe Caroline, wewe ni mwanafunzi wa awamu ya ngapi? 16, 15. Nishasahau muda mrefu. Nimeona amekuja hapa anasema msisimuko ni hatari. Safi sana, nimefurahi umejoin. Umejoin movement. Safi sana. Mwanafunzi wangu wa kukuchumi huyo wa Enzizo. Sasa manangu ni nini? Manangu ni kwamba badala ya kuanza kwa msisimko, unatakiwa uanze kwa maandalizi. Sasa kwa sababu umeshajua kwamba haukujiandaa, umeanza kwa msisimko. Huu mwezi wa kwanza huu. Tumesema hizi siku 10 za mwanzo. Unajua siku 10 za mwanzo mimi najaribu kukupa highlight. Ni vitu gani vya msingi vya kufanya. Lakini to be honest, umeshachelewa. Huwa hatujiandai mwaka mpya ukianza. Mwaka mpya ukianza ni kazi. Sasa unatakiwa ufanye kitu kimoja. Usikubali mwezi wa kwanza ukapita haujaandaa akili yako. Ukichemka mwezi wa kwanza, utakuja kuandaa mwezi wa 3. Ukichemka mwezi wa 3, mwezi wa 6 umeshakata tamaa. Wa 12, wa 10 unasubiria mwaka mpya. Mheshimiwa, wewe siku zote wakusubiria mwaka mpya. Caroline ni miaka 2020. Leo 2026 tuko pamoja. Safi sana. Haya, nimeenjoy, nimefurahi sana kuona. Okay, kwa hiyo sasa jambo la msingi ni kwamba wanachanganya msisimko na msimamo na msisimko na wanachanganya msisimko na maandalizi. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi sana. Mentor wangu wa spiritual mentor huwa anapenda kusema hivi, huwezi kuipigania, huwezi kuifikia kesho usiyoiona. Na huwezi ukaifikia kesho usiyojiandaa nayo. Andika hiyo point. Ni moja kati ya kitu ambacho mimi nakiishi nacho. Siku zote nasema hapo ulipofikia leo ulipaona. Mateso unayopitia leo uliyaona. Kwa nini? Huwa hayaji kama mateso. Zinakuja kama ishara. Zinakuja kama mabadiliko ya maisha. Inakuja inakuonyesha mbona kama hauko serious sasa hivi. Baada ya muda unapuuza. Ghafla umeshafika kwenye mateso. Wengi wanajifanya kwamba mimi jamani nimefikia tu kwa bahati mbaya. Hakuna cha bahati mbaya. Huwa kuna ishara zinaonekana. Lakini pia unataka maisha mapya, maisha mazuri, maisha ina fulani. Kuna hali fulani ambayo hujaridhika nayo. Ile hali inabidi kwanza uone aina ya maisha unayotaka. Then unatakiwa ujiandae kujinoa kwenye njia ambazo zitakupeleka uende kwenye hali nzuri. Very simple. Huwezi ukafikia future, kesho usiyoiona. Lakini pia huwezi ukafikia kesho usiyojiandaa nayo. Wengi wanaanza mwaka kwa msisimko, sio kwa maandalizi. Future wanayo, wameshajua future wanataka kwenda, sio mbaya. Lakini sasa point ya msingi, kama hujajiandaa na ile future unaifikiaje? Basi kuifikia. Kitu cha pili, wanadhani hamasa ni mipango. Kumbuka tunaangalia point kichwa kinachosema kwa nini watu wengi wanaanza mwaka bila wao kujua. Sababu ziko 3. Sababu ya kwanza nimekwambia wanachanganya msisimko na maandalizi. Sababu ya pili, wanadhani hamasa ni mipango. Mkiwa mmekaa kanisani mnashangiliana kule, mwaka wa mipango mikubwa, mwaka wa nguvu kubwa, mwaka wa miujiza. Aliyekwambia miujiza inakuja bila formula na wanachanganya kati ya hamasa na mipango. Hao ni makosa makubwa sana. Usichanganye kati ya hamasa na mipango. Mipango ni kitu kingine, hamasa ni kitu kingine. Namba 3, wanapima mwanzo wa hisia isiyo na muundo. Iko hivi. Ukimuuliza mtu kwamba ukifananisha kati ya mwaka huu na mwaka uliopita,
mwaka upi unadhani utakuwa ni mwaka mkubwa sana? Anasema mwaka huu. Kivipi? Anakwambia jinsi nilivyoingia mwaka mpya, acha kabisa, jinsi tulivyojipanga. Sasa unajiuliza mmejipangaje? Yaani kwamba mmejipanga vipi? Hisia. Mwaka hauangushwi na mwaka unaangushwa na mwanzo dhaifu. Zote mwanzo ndio unatabiri kesho. Wewe umepata neema, Mungu amekusaidia, anakuonesha vitu gani inabidi ufanye. Ukisha haribu hizi siku 10 za mwanzo, ni kosa kubwa sana. Na ni kosa lingine kubwa kwamba sasa hivi tuko tarehe 2. Mungu amekuonesha hii program for free. Ni bando lako na kujua ratiba ni saa ngapi. Maskini ya Mungu. Kwa sababu umeingia kwa hisia na unaambiwa kwamba ndani ya hizi siku 10 tunaongelea jinsi ya kuingia mwaka kwa ushindi. Unaishia njiani. Sasa wewe kama umeshinda tu kufuatilia program ya siku 10 ya bure, ni bando na commitment, uko mbele je? Uko mbele itakuwaje? Ningekuwa ndio mimi Ahazi, kama nimekosa live, nitakuja nitafuatilia YouTube, nitaandika kama nimekosa sijui kipindi gani, yaani siku hiyo nitajifungia. Na sasa hivi sitafanya masaa 4, nitafanya masaa 3. Nitafanya masaa 3 kwa siku. Hakuna siku nitafanya masaa 2. Nitafanya masaa 3 na sitafanya masaa 4. Utoe hayo masaa 3. Ujifungie mahali. Sasa uzuri ni kwamba kwa siku ukasema hivi, hichi kipindi nitakifuatilia. Nitakifuatilia, nitaandika. Hata kama nitaandika haraka haraka nitakirudia tena baadaye nitakiandika. Upate structure ya siku 10 za mwanzo unafanyaje. Yaani ningekuwa mimi nakumbuka kabla sijakutana na mentor wangu wa pili wa strategia, nilikuwa nasikiliza kila kitu ambacho ameandika. Kila audio ambayo ameweka. Nakumbuka siku sasa ndio nimesema nataka kuwa mentor na huyu bwana. Chakuwa nimeelewa nje ndani. Kwa sababu nilikuwa serious, nikasema nataka maisha yangu yabadilike. Nimechoka kubahatisha vitu. Kwa nini vitu haviendi? Kwa nini vitu havitokei? Nimesoma vitabu na nasoma sijui course, nasoma nini. Nikatakiwa nipate program ya kusimamiwa. Yaani kwamba Ahazi, ukiamka fanya hiki. Kesho fanya hiki. Program inatoa maelekezo. Fanya hiki. Na na sehemu ya kuripoti. Bwana, maisha yangu yakabadilika. Sasa I say, yani hakuna kitu ambacho Mungu atakuwa na wewe hauko serious kama umepewa mwongozo ambao hakuna sehemu utapewa afu kapuuza. Anyway, hilo nimeongea neno kama baba, ili sasa mwenye masikio unasikia. Tunaposema hisia maana yake nini? Sasa hebu tuende deep down. Tunaposema mwaka mtu unaanza kwa hisia, tunamaanisha nini? Hivi hisia maana yake nini? Hakuna ratiba. Yaani hisia hazina ratiba. Yaani wewe unasema utakuwa mwaka mzito, huna ratiba. Hisia hubadilika kulingana na mazingira. Kuna watu leo tarehe 2 jana wamekorofishana sijui pilau zimefanyaje, wengine wamepigana chupa, wengine sijui kimekwenda. Sasa hivi anauguza majeraha, wengine wameshaachana, wengine hawaelewi tena, wengine wameshakuwa confused na ada. Yaani wameshasahau kama hata ni mwaka mpya. Kwa nini? Hisia zinabadilika kulingana na matukio na kulingana na mazingira. Ukishaona wewe asubuhi umewaza kingine, sasa hivi umewaza kingine, unajua rafiki yangu, unatembea kwa hisia. Kingine, hisia hutegemea hali ya nje. Ukitaka kujua unaishi kwa hisia, kuna hii hapa njia rahisi sana ya kugundua. Pointi ya msingi nasema hutegemea hali ya nje. Hali ya nje inaweza kuwa nini? Fedha. Ukiona unapata furaha, pesa ikionekana, ujue unaishi kwa hisia. Namba 2, watu. Ukiona watu hawakushangilii, unanuna. Mpaka watu wakusifie ndio unachukua hatua, ujue unaishi kwa hisia. Mudi. Leo nasema leo sijisikii kufanya, yani leo si nimemkaje. Leo mimi sijisikii kabisa. Kwanza leo sijisikii kuongea na mtu. Unaishi kwa hisia. Mafanikio yanahitaji discipline. Nidhamu. Nidhamu ni nini? Nidhamu ni kufanya unachotakiwa kufanya. Nidhamu
ni opposite, ni kinyume cha visingizio. Yaani mbele ya nidhamu, chochote kitakachokuwa kinyume na nidhamu kinaitwa visingizio. Nidhamu ni hivi, ni kufanya unachotakiwa kufanya. Haya mbele ndio uyaandike sasa, ndio maana ndio point yenyewe msingi. Ni kufanya unachotakiwa kufanya bila kujali unajisikia au hujisikii. Pointi ya kwanza. Naomba nirudie tena. Nidhamu ni kufanya unachotakiwa kufanya iwe unajisikia au hujisikii. Namba moja. Namba mbili, ni kufanya unachotakiwa kufanya hata kama watu hawakuoni. Namba mbili, ni kufanya unachotakiwa kufanya hata kama watu hawakuoni. Unajua watu wakiwa na kuona ni kama nani, hao wacheza mpira. Maisha sio kama mechi ya mpira. Sio. Mechi ya mpira simna mashabiki. Na wale mashabiki waliokuja ni kwa ajili ya kushangilia. Mnasema wanaongezea mori, sio? Mafanikio yako hivyo. Mafanikio huhitaji mashabiki. Mafanikio unahitaji wewe ndani ya kitu unachotaka kukifanya ili ufikie malengo unayotaka kuyafikia. Point ya pili. Point ya tatu, ni kufanya unachotakiwa kufanya. Naomba nirudie. Ni kufanya unachotakiwa kufanya hata kama hakuna watu wanaokushangilia. Kwenye watu kuna translation mbili hapa nataka uzitofautishe. Kuna mtu ambaye akiwa anafanya mbele ya watu wakiwa wanamuona hata kama wamshangilii, ana bidii, anajituma na anajitoa. Mwache mwenyewe. Unakuja kuona hakuna cha maana amefanya. Mtu amesoma chuo kikuu kabisa, analala kwa wazazi, si ndio? Hana discipline, anaamka saa 3 na elimu yake iliyosomea kule inamuonyesha kwamba lazima awe ni responsible citizen. Anaamka saa 3, hana nidhamu. Mtu anafanya kazi, bosi hawezi kukupongeza. Bosi anajua wewe ni wajibu wako. Hata kwa sababu unafanya kazi, bosi anakuona, yani yuko around, unafanya vizuri. Akitoka naona chochola. Hiyo sio discipline. Point yangu ya kwanza kuhusu watu ni hiyo hapo. Point ya pili ni kwamba kufanya unachotakiwa kufanya hata kama hakuna watu wanaokushangilia. Hiyo ndio inaitwa nidhamu. Ndio maana inaitwa self discipline. Inaitwa self discipline. Sasa discipline, nidhamu, ndio nguzo ya mafanikio yanayojielewa. Ndio maana hisia tumesema hazina ratiba. Ukitaka kuwa na discipline lazima una ratiba. Hisia zinabadilika kulingana na mazingira. Umeshakuwa na ratiba, yawe ni mazingira mabovu, yawe ni mazingira yanayofaa, fanya kinachotakiwa kufanyika. Kwa mfano kama leo mimi sikutakiwa nifundishe, kwa sababu nilikuwa katika mazingira ambayo nilikuwa nafanya mambo yangu mengine, lakini kwa sababu kuna ratiba, nikiendelea kudelay na nina masomo ya kuja kuwafundisha, lazima nifanye. Na si kwamba sio kwamba nilikuwa sina mambo ya muhimu, ni ya muhimu, na nikianza kuelezea hapo mtasema mwalimu wewe tu ungewakia. No, discipline. Kitendo cha kujipatia moyo na kujiambia kwamba unajua hazi, unafanya mambo mengine yako busy, mbona yenyewe ni sawa tu na nini, na uwa kitu kinaitwa identity. Tena inaitwa self identity. Najiua mwenyewe. Wewe sinaweza nikakupigia tu mastori na ukanielewa, kwani kuna shida? Siogopi kukuambia wewe, najiogopa mimi kama hazi kujaribu mimi. Vile unavyojipatia visingizio, vile kila siku unavyojipatia ratiba za kwenda mbele na kuahirisha, unajitengenezea identity ya kimaskini, identity ya kujionea huruma, identity ya kujiona kwamba ustahili, identity ya kujiona kwamba wewe ni mtu ambaye uko busy, sijui na vitu kama. Kama uko busy unafanya cha nini? Kama uko busy unafanya cha nini? Acha focus na kitu kimoja. Huwezi kufanya vitu vingi, ondoa vitu vingine, kana kitu kimoja. Usiletee sababu hatutaki. Ukileta sababu umeondoka kwenye success principle. Haya, sasa jambo la msingi, kama hisia ni pale ambapo hauna ratiba, zinabadilika kulingana na mazingira,
hutegemea hali ya nje, si ndio? Hali ya nje maana yake nini? Pesa. Ukiona kuna pesa unajua hii yenyewe. Watu, mudi, hizo ni hisia. Lakini mfumo au muundo una ratiba, unaendelea bila hamasa, haujali mudi. Hiyo ndio pointi ya msingi. Jambo la msingi, ukianza kwa hisia unaanza kwa nguvu, lakini unaweka kuendelea. Ulishaona mtu ameanza biashara, kaanza kwa kasi we, alafu baada ya muda unamuuliza vipi, nini kinaendelea baada ya hapa? Anakuambia hata sielewi. Unasemaje? Yana hata sielewi. Huelewi. Sasa umeanzaje biashara ambayo huelewi? Yaani mwenyewe nashangaa. Kaweka milioni 5, kaweka milioni 10. Kumbe maskini ya Mungu aliambiwa inalipa. Alivyoingia kwenye mchezo hajui atafanyaje, hajui atoke. Huyu ameanza kwa hisia, ameanza kwa nguvu, imefika baadaye haelewi anaendelea wapi. Mbaya sana, na inatafuna hela za watu wengi sana, especially mwanzo wa mwaka. Hapa sasa hivi kuna rafiki yako mmoja anajifanya mjanja sana, au hata wewe mwenyewe. Kuna mtu pia anaweza kuwa ananisikiliza lakini bado unasema huyu sio anaongea vitu gani? Subiri nikuoneshe dozi. Sasa hivi tuko tarehe 2. Hela bado zimekukava. Hela bado zimekufunika funika. Ni kama watu wakiwa wamefunga ndoa. Kuna vituko kweli kweli. Watu wakifunga ndoa, zile siku za mwanzo zile wanaishi kwa hela ya nini? Kwa hela ya watu waliokuja kuchangisha. Mnaweza mkaishi mpaka hata miezi 3, miezi 4 kulingana na network mliokuwa nayo. Unaona hata miezi 3, 6, wachache sana 6. Zikishaanza kuisha zile na tu urafiki tule ambacho tunatokana na kwamba mmefunga harusi mapema. Subiri maisha halisi yaanze. Wale waliowaletea vile vitu ambavyo mmechangiana, mmechangishwa, waanze na wao kuwaleteni kadi. Pale ndio unaanza kujua maisha halisi ya ndoa. Ndio hapo unajua kwamba kwa nini kinaanzaga cheti alafu darasa ni kesho. Ndio unaanza kujua hapo. Unapewa cheti ambacho hujui. Yaani cheti ambacho hujai kusoma, hujai kutumia. Ndio maisha yalivyo. Ukichukua mkopo ukaanzisha biashara, au sijui umestaafu, sijui unajifanya una hela, au sijui kuna mtu amekupatia, au nyinyi mliodunduliza sijui vibati, mmeanzisha biashara mwanzo wa mwaka. Hamtaki kusikia maarifa, hamtaki kusikia mwongozo, hamtaki kusikia sijui kuna program. Unajiona una akili kweli. Subiri sasa zianze kupungua, au marejesho yaanze kugonga, au pesa ianze kukimbia. Kwa sababu mwisho siku zile pesa unashangaa umenunulia mavitu manini, kidogo hapo na hapo tu unaita Uber. Hapo na hapo tu boda. Hapo na hapo tu sehemu za kutembea, sehemu za kukimbia, sehemu za kufanya ghafla umekuwa boss. Tunasema kitaalamu ni kwamba ukitaka kufanikiwa, hatua ya kwanza inaanza kwa aibu. Unaanza kidogo, halafu namaliza kwa heshima. Sasa maskini ya Mungu, watu hawataki kuanza kwa aibu. Watu wanataka kuanza kwa heshima. Wanachofanya, wanaficha zile aibu zao kwa kutumia vivuli vya mikopo, vivuli vya kuanza kwa kasi, vivuli. Baada ya muda ndio mnajua mbona hiyo nyumba inauzwa hivi? Imekuwaje tena? Mbona hiyo nyumba inauzwa? Kuna shida gani? Kimesha waka. Kimesha nini? Waka. Mimi najua tusione moto na nini kwa sababu zinawaingia. Lakini ndio uzuri, ukipata program ya mtu ambaye hakujui, afa akawa anakusema wewe, ndio unatibiwa. Lakini ukipata mtu ambaye anakufahamu afa akaanza kukusema, unajua huyu jamaa yuko anazungumzia madeni yangu na mikopo yangu kwenye masomo yake. Kwani mimi nakufahamu? Mimi sikujui rafiki yangu. Kwa hiyo dawa inakuingia vizuri. Ukianza kwa nguvu lakini huna uhakika wa kuendelea, ufanikiwi. Ndio mambo ya kwanza kwa hisia. Kitu kingine, mfano halisi wa maisha ya kawaida. Mtu anasema Januari mwaka huu nitabadilika kabisa. Mfano wa kawaida wa hisia. Januari mwaka huu nitabadilika kabisa. Lakini anaamka muda ule ule, anakula vile vile, anafanya kazi bila mpango. Baada ya wiki 2 anachoka. Baada ya wiki 2 anaanza kusema nimejaribu
lakini havitokei. Hivyo waliojaliwa bwana, kazi hivyo, ndio maisha. Hisia, kuanza kwa hisia. Sikiliza sasa, tuangalie case study ya wazo wetu la bustani. Tutaangalia mradi wa kuku, kisha baada ya hapo tutaelekea karibia na mwisho. Tuangalie case study ya bustani. Bustani, mwanzo unaua mavuno. Jinsi mwanzo unavyoweza kuua mavuno. Tuangalie scenario ya kwanza, mwanzo wa kihisia. Mtu ameona bustani mtandaoni, ameona wengine wanapata pesa, akapata hamasa. Simple. Haya, anafanyaje? Anapanda bila kuzingatia udongo, anamwagilia bila ratiba, gharama zinaongezeka, matokeo hayalingani na matarajio. Alikuwa na matarajio makubwa kwa kuona picha ya mtandaoni, hajamfuatilia huyo mtu aliyeweka picha, hajapata mwongozo wowote wa program ambayo inahusisha na hicho alichokiona. Juzi kuna mtu ameniuliza, sasa sijui kama unanisikiliza kwa sababu hii mifano mingine inabidi isaidie na watu wengine wapone. Mimi sitakagi mambo ya ajabu ajabu kama haya. Juzi kuna mtu ameuliza, "Mwalimu, ilo banda lako naomba picha yake, fundi amesema naomba picha." To be honest, hizo mambo si watu fanya. Sisi watu tunakuambia hivi, tuna option hizi mbili. Nenda kwenye Instagram, tumeshawahi kuposti picha za mabanda yetu. Sisi hatutengenezi mabanda, sisi tuna program ya kuku. Kwa maana hiyo sasa, sisi hatuna picha ambazo sisi tuko nazo, tulishaweka kwenye Instagram. Peruzi mpaka uone picha, tafuta fundi wako kutengenezea hilo banda. Unajua tunamaanisha nini? Tuna maana ya kwamba uwezi ukafanikiwa, uwezi ukafaulu mtihani kwa kuangalizia kwa jirani. Mafundi hawataki picha ya banda, mafundi wanataka mchoro. Mchoro unaendana, unaweka kuku aina gani, watakuwa wangapi, upo katika mazingira gani. Kwa sababu mabanda kama yale ambayo sisi tunayafanya, kuna banda ambalo linajengwa ndani ya nyumba, ni tofauti. Kuna banda ambalo linajengwa ndani ya fence, ni tofauti na linalojengwa ndani ya nyumba. Kuna banda ambalo linajengwa wazi, hakuna fence. Haya ni mabanda matatu yana tofauti. Haya, kitu kingine, banda linajengwa kulingana na idadi ya kuku. Banda linajengwa kulingana na aina ya kuku. Cha tatu, banda linajengwa kulingana na malengo ulionayo kuhusu mradi wa kuku. Hayo mambo yote lazima discuss kwenye program. Wewe unasema hivi, nitumie mchoro wa banda. Hiyo ni professional. Kwa mtu ambaye anaofahamu hawezi kufanya hiyo kazi. Nenda mtandaoni, kaangalie, katengeneze. Simple. Ila option ya pili, tutakuonesha utaratibu wa program zetu. Ndani ya program tuna discussion kuhusu banda. Sasa mtu ameona mtandaoni, kaenda kufanya kwa hamasa, kachukua kuku, kajaza. Baada ya muda wanaanza kufa. Mambo ya mtandaoni hayo hayafanyiki kazi. Tumekufundisha au wewe umekopi na kwenda kupaste? Sio kufundisha, wewe umekopi, umeenda kupaste. Watu wanafunza ambao kwenye program na wanafanya maajabu. Wewe nani? Visifanye kazi. Sasa huyu mtu baada ya miezi mimea ipo lakini dhaifu. Baada ya mwezi gharama zinaongezeka. Baada ya mwezi matokeo hayalingani na matarajio. Anasema nini? Bustani zinahitaji bahati. Huo unaita ni uongo ulioshiba. Uongo ulioshiba. Bustani inahitaji bahati. Bustani inahitaji maarifa na juhudi na nidhamu. Scenario ya pili, B, mwanzo wa kimfumo. Mtu mwingine anatumia siku 7 za mwanzo kupanga. Atajifunza, anatafuta mentor, anatafuta mwalimu, anakaa chini, anaelewa. Kweli nimevutiwa, lakini nataka nipate uhakika wa kitu gani nitafanya. Anajua ratiba ya kumwagilia. Si ameshapata elimu? Anajua gharama za wiki 2 za mwanzo. Anajua soko kabla ya kupanda anachopanda.
sio anajizalishia tu. Anajua kabisa soko langu linahitaji mboga hii na hii na hii, na soko ndio litakalorudisha pesa niliyowekeza hapa, kwa ataotesha kulingana na soko linavyotaka. Matokeo yake nini? Anaanza polepole, lakini mavuno ni ya uhakika. Ngoja niulize swali, kwani issue mnataka muanze, mnataka mvune? Maana mimi huwa kuna kitu isikielewi. Kwani issue ni mtu anafanyaje au ni issue mtu anavuna? Mimi nataka tu bwana, unajua mimi sina muda wa kupitia. Eti kuna mtu anashare naye program, kitu cha dakika 20 cha kusoma. Sisi program zetu unalipa kuanzia 250,000 mpaka 1,200,000. Huwezi ukalipia program ya 250,000, 700,000, 500,000 kama umeshinda kutenga dakika 20, dakika 15 za kusoma mwongozo. Yaani sisi kwenye mahesabu yetu tunakuondoa kabisa uqualify kwenye program. Hata watu hangaiki na huyo mtu. Ningekuwa ni vitu vya 3,000, 4,000, 5,000, hata naweza nikatumia muda wangu kwanza kuelezea. Unajua kuna maelezo, kuna kitu gani kile tunauza 3,500. Soma upitie, ujiridhishe, unaweka pesa yako kwa ajili ya nini? Utapata nini? Kivipi? Nani kapata? Majamaa ndio nimeona mtandaoni kwa mara ya kwanza. Wakina nani hawa? Wanasema watanisaidia mimi mambo ya mradi wa kuku. Wamemsaidia nani? Wengine wanasema nini kuhusu wao? Ukishajiridhisha, ukiona sinaweza kukusaidia, chukua hatua nyingine. Mimi sijasoma, nielezee tu kwa haraka haraka. Disqualification. Uqualify. Mambo serious yanataka watu serious. Tuko mwanzo wa mwaka, lazima tuambizane vitu gani vya kufanya ili tuweze kufika mbali. Tofauti na hapo, tuangalie miaka mingi tuliyopoteza kwa kufanya vitu kihisia tu bila kuwa na mpangilio. Sasa basi, nimesema hivi, matokeo yake nini? Anaanza polepole, lakini mavuno ni ya uhakika. Kingine, hana pressure ya ghafla. Mtu yoyote anayefanya vitu vya mipango hanaga pressure. Anajua kila kitu kitakaa sawa kwa utaratibu unaofanya, na siku zote hutaki kulazimisha matokeo. Inabidi ujilazimishe kufanya unachotakiwa kufanya kitakachosababisha matokeo. Hiyo ndio pointi ya msingi. Maisha hayahitaji mtu mwenye pressure, hayahitaji mtu mwenye matokeo, hayahitaji kelele. Matokeo yanatokea tu yenyewe, unashangaa tu kwamba kana jua jamaa anatania. Hebu ngoja kwanza nione hizo matokeo. Atakagi mbwembwe hata siku moja. Matokeo huwa hayashawishiwi na umbea. Eti watu wanaweza kukaa mahali wanakujadili, eti kukujadili kwako kwa sababu wewe uko consistency. Unafanya leo, unafanya kesho, unafanya kesho kutwa, unajitahidi, unatafuta maarifa, umetulia. Watakusema wanavyoweza kusema. Njaa zikiuma watakufuata. Kwa nini? Yaani watu watakusema kila kitu. Itakapofika kwenye issue inaitwa power, lazima waje. Unajua siku ilikwenda. Na watu ambao wana mafanikio, ambao wanafahamu mafanikio ni kanuni na mafanikio ni kupambana, anaga story nao watu. Shida yako ni nini? Fupisha maneno basi. Unajua na fupisha maneno. Njaa inauma. Shingapi? 5,000 chukua. Basi. Mafanikio hayataki makelele. Mafanikio yanataka silence. Taratibu na jenga. Taratibu. Wala usiwe na haraka. Una haraka unaenda wapi? Mungu hawezi kukuua kama hujatimiza maono. Maono ni kazi ya Mungu. Sasa alikuleta duniani kufanya nini? Fanya vitu vyako kwa utaratibu. Utaratibu sio maana ya kwamba ndio kalale. Utaratibu maana yake ni kwamba unajua nini kinafanyika sasa hivi, nini kinafanyika baadaye, kwa sababu gani. Usikurupuke. Hicho ndio ninachomaanisha. Tuangalie case study ya kuku. Hasara inaanza siku ya kwanza. Haya, mfugaji wa kihisia huyo amenunua vifaranga kwa haraka. Si mwaka umeanza? Anasema mwaka na kazi, nimeamua kuanza na vifaranga 500. Haya ndugu yangu, amenunua vifaranga kwa haraka. Banda halina mazingira mazuri, mzunguko wa hewa halina, linaingiza upepo, linaingiza baridi. Hakujua gharama za chakula. Matokeo yake nini?
Siku ya 3 vifaranga vinaanza kutetemeka. Anaingia kwenye banda anasema, Mungu wangu, bwana sielewi mambo gani haya? Vifo vinaanza. Anaanza kubana chakula. Si ya kujipanga? Anaanza kuchakachua chakula. Anaanza kubana chakula. Baada ya muda vitu haviendi. Baada ya muda anasema ufugaji una riski bala. Achana na kitu kinaitwa ufugaji. Sasa akikaa kwenye vile vijiwe vya kahawa, yeye ndio anakuwa kwanza kuanzisha mada ya kuku. Kwamba kuku ni biashara kichaa. Biashara kichaa sio kuku, wewe ndio kichaa. Kuku hawajai kumwacha salama mtu mjinga, mzembe, mvivu na binafsi. Watakuzungusha mpaka uone moto. Wewe kurupuka, watakuonesha akili. Watakueleza kwamba wao ni nani. Very simple. Sasa ufugaji ni riski. Ufugaji sio na riski. Hapana, mwanzo wako ndio ulikuwa riski. Wewe ulikurupuka. Ufugaji sio riski, wewe ndio ulikurupuka. Tuangalie mfugaji wa kuku mwenye mfumo. Anaandaa banda wiki kabla, miezi miwili kabla. Alianza program, akasoma, akajua utaratibu, akaandaa banda ambako anajua kabisa kwamba nitaingiza kuku aina gani. Haya, anaweka mazingira mazuri ya joto, ana mpango wa chakula. Anajua kuku wangu wiki ya kwanza atakula kiasi hiki, wiki ya pili atakula kiasi hiki, wiki ya 3, na pesa ya akiba anayo. Mtu mwenye mpango. Ana ratiba za chanjo, chakula na vitamin. Kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 120, miezi 3 mpaka miezi 4. Matokeo yake ni vifo vya chini. Vifo vinaweza vikatokea kwa sababu kumbuka unakaa na viumbe hai. Unaweza kukikanyaga hata kama utatokea ugonjwa, lakini sio kama mtu ambaye hajui chochote. Matokeo yake vifo vya chini. Matokeo yake ukuaji ni mzuri. Ukuaji ni mzuri. Gharama zipo chini ya udhibiti. Gharama zipo lakini zimedhibitiwa. Jamani, Mungu akupe nini? Tarehe 2 ya mwaka unasikia madini kama haya. Safi sana, unaoweka moto moto, unaenda kufanikiwa rafiki yangu. Hapa sasa ndio nastahili kukuambia unaweza kwenda kufanikiwa. Kwa sababu at least nimekuonesha njia. Sio nianze tu live nianze utafanikiwa, utafanikiwa vipi? Kirahisi hivyo. Alikwambia na mafanikio yanashuka. Mafanikio yanasababishwa. Angalau sasa naweza kukwambia utafanikiwa. Na haki ya kusema hivyo. Kwa nini hisia haziwezi kubeba mwaka? Tumalizie somo letu. Tumalizie sehemu 2. Chap chap. Tujiandae na somo linalofuata. Kwa nini hisia haziwezi kubeba mwaka? Kwa sababu hisia huisha haraka kuliko miezi. Kuna watu jana wameshamaliza na wameshaharibu mwaka. Hisia zimeisha. Wamerudi kwenye maisha mapya. Kuna watu bado wanakalia kadalili ka vibe kwa mfano unakuta kufanya kwenye makanisa au kwenye hizi majumuiya na semina siku 2, siku 3, siku sema inaisha na siku unaacha hapo hapo. Unasubia mwaka mpya mwingine. Wale ambao ndio hata semina hamna program, hamna kozi, hamna chochote, vibe kwisha. Huna hata mtu yote unamfuatia mtandaoni anayeeleweka. Kwa sababu shida mlionao ni moja. Unamfuatia wiki kidogo, umeenda kwenye comedy kidogo, umeenda kwenye umbea kidogo, umeenda mitandao unaitumia sawa, lakini sio structured. Ueleweki. Mimi kwenye mtandao kuna watu wanafanya vizuri sana lakini siwafuatilii. Kwa sababu gani? Wataniharibia focus. Ngoja niambie siri moja ambayo mwijui. Ukijua hii siri unafanikiwa. Tafuta watu wachache wa kuwafuatilia, usihangaike na kila mtu. Si kwamba wanatofautiana kwenye kuongea. Iko hivi. Kanuni ya mafanikio ni hii moja. Yafuatayo lazima uyafanye. Kanuni ya mafanikio inasema hivi, ngoja niwaandikie hapa. Sikupanga kuandikia lakini ngoja niwaandikie. Hii ndio kanuni ya mafanikio. Uende utembee dunia kote, utapetape we, utanisikiliza mimi, utamsikiliza fulani. Kama kweli wanaongea kitu ambacho kinaeleweka. Hii ndio kanuni ya mafanikio. Inaitwa hivi, mafanikio sawa sawa. Kanuni kabisa kama ya mahesabu. Hii maana ni mafanikio. Cha kwanza inaitwa S times B. Fungia mabano.
jumlisha BD jumlisha MA jumlisha MT. Hii ndio kanuni ya mafanikio. Nataka nitafsiri sasa. Angalia, naigawa hivi. EM hapa kwenye S plus B kwenye mabano, naweka mabano mengine ya nje. Pap na ficha. Alafu jumlisha hapa kwenye BD MA MT, na penyewe nafanyaje? Naweka mabano mengine. Mabano mengine pap. Haya, naomba nielezee sasa. Ni hivi. S plus B. S manake ni sector. B manake ni business. Data bidhaa. Hapa kwenye B andika B stroke H. Inaweza kuwa B au H. B manake ni bidhaa. H manake ni huduma. Hii kwa lugha moja tunaita ni idea. Tunaita wazo. Inaitwa idea. Haya. Jumlisha BD inaitwa bidii, diligence. MA maarifa, knowledge. MT mtazamo, tunaita attitude. Kwa lugha nyepesi ni hivi. BD MA MT, kwa lugha nyingine tunasema hivi U. Kumbe mafanikio sawa sawa na wazo jumlisha wewe. Angalia sasa kinachotokea. Idea kwenye 100, mafanikio ili yatokee inabidi hapa iwe 100%. Ili 100% itokee, idea inachangia 20% tu. Alafu wewe unachangia 80%. Kusha. Sasa kuzunguka kote, yaani mama story yote ya kuhusu mafanikio yote yamefichwa kwenye hapo. Sasa hii kanuni hii inaobey kanuni nyingine inaitwa hivi. Inaitwa seed, time and harvest. Kanuni zote za mafanikio zinaheshimu na kutii na kusaluti kanuni mama inaitwa seed, time and effect. Wengine wanaitwa the law of cause and effect na vitu kama hivyo. Maana yake nini? Umeona haya mambo yote ambayo nimeyataja hapa, lazima uanze kidogo kama mbegu, uoteshe. Lazima uwe na muda wa kusubiri, naita waiting time. Lini utafanikiwa? Inategemea umeotesha mkuyu au umeotesha mchicha. Sawa? Hapa kwenye kusubiri hapa ni kusubiri na kumwagilia. Kwenye kumwagilia ni action and words. Then inakuja harvest time. Harvest time ndio kipindi cha mavuno. Kwa hiyo issue iko hivi. Wote wanaozungumzia kuhusu mafanikio, kama kweli wanazungumzia mafanikio, hawatatoka nje ya mambo yafuatayo. Sasa kanuni ni nini? Kila mtu ameyastructure mafanikio kulingana na jinsi yeye anavyoona. Kuna anayeanzia mbele, katikati, nyuma, kushoto, kulia. Kosa linakuwa hapa. Na ndio hicho ambacho kilifanya mimi nikachelewa kufanikiwa. Unasoma vitabu vingi, havina mwelekeo. Unasikiliza watu wengi, hawana syllabus moja. Unaenda semina nyingi, hazina syllabus moja. Matokeo yake ni nini? Una confuse. Si kwamba wale watu ni hawazungumzii kitu kimoja, lakini wanakuconfuse kwa sababu wewe bado ni mchanga. Kanuni inatakiwa iwe hivi. Mwanafunzi wa primary hawezi akamsikiliza mwalimu wa chuo kikuu akamuelewa. Ila mwanafunzi wa chuo kikuu
akimsikiza mwalimu wa primary atamuelewa. Jambo la kwanza, inabidi uwe na kitu kinaitwa structured knowledge, structured program. Kama unataka kufanikiwa kwenye mradi wa kuku, tafuta kwanza data za kuku ambazo zimenyooka. Kama unataka kufanikiwa kwenye mambo ya bustani, tafuta kwanza data za bustani. Unataka kufanikiwa kwenye mambo labda ya biashara za aina fulani, tafuta kwanza kozi ya zile biashara. Baada ya hapo sasa, ukishapata kozi, ndio sikiliza kila mtu. Kwa nini sikiliza kila mtu? Baada ya hapo utakuwa una uwezo wa kupima kwamba huyu mbona kama sijamuelewa anamaanisha nini akisema hivi. Okay, una sehemu ya kulifaa. Kosa ambalo mnalifanya hamna structured knowledge, hauna maarifa yote yanayoeleweka. Mwisho wa siku unaanza kutapa. Huyu juu amekuondoa kwenye leli, huyu juu kama yuko na wewe, huyu juu yuko na nini. Unahangaika, mwisho wa siku hewa kabisa. Na mimi msomi, mimi nasoma vitabu. Mimi nimeshaenda programu nyingi. Onesha matokeo. Usitulete maneno. Tuoneshe matokeo yako wapi? Huna. Kwa sababu gani? Umeshakuwa confused. Ueleweki. Umejaa motivation ambazo hazina action taking. Hiyo dawa ikuingie vizuri. Okay. Kwa nini hisia haziwezi kubeba mwaka? Namba moja, hisia huisha haraka kuliko miezi. Namba mbili, hisia haziwezi kurudiwa kila siku. Huwezi ukalazimisha uwe na furaha kama ya jana. Huwezi ukalazimisha lile vibe la mwaka mpya kwenye mkesha mliokuwa na mkesha likaendelea mpaka mwaka uishe. Hadi kudanganya nani? Ukishaamka tu asubuhi umeshasahau. Ukiamka asubuhi unakumbuka matukio, hisia hamna. Namba tatu, hisia hazilazimiki kufanya kazi. Huwezi kulazimisha hisia zikaenda kufanya kazi hata siku moja. Mfumo unajirudia, unakulazimisha, unakupeleka bila kuwa na hamu. Hata kama huna hamu ya kufanya, utafanya tu kwa sababu unatakiwa ufanye. Sasa weka mikakati ifuatayo. Namalizia. Weka mkakati ya uhakika sasa. Ufanye nini? Mkakati namba moja. Usianze mwaka usianze mpaka uwe na ratiba ya siku 7 mpaka miezi 4. Usianze mpaka. Kuna jambo lote ambalo unaenda kulifanya, usianze hilo jambo. Kwanza kabisa pata uhakika hicho kinachokufanya. Tafuta program, tafuta course, tafuta maarifa. Pata mwongozo kwanza ndio uanze. Hiyo ni jambo la kwanza. Kivipi? Andika nitafanya nini ndani ya siku ya kwanza ya 7 mpaka miezi 4. Namba moja. Namba mbili, andika ni muda gani. Namba tatu, kwa rasilimali zipi. Hata kama utaanza kidogo, unaanzaje hicho kidogo? Utafanya nini ndani hicho kidogo? Kisha kama huwezi kupanga, una ratiba ambayo unaweza kuanzia siku 7 mpaka miezi 3, usianze chochote. Utakuwa umeanza kwa hisia. Mkakati wa pili, badilisha swali. Badilisha maswali ya kujiuliza. Usiulize najisikiaje leo. Usiseme najisikiaje leo. Jiulize hivi, mfumo unasema nifanye nini leo? Mfumo unataka nifanye nini leo? Ratiba inanitaka mimi nifanye nini leo? Hilo ndio swali la kujiuliza. Kwa nini? Hili swali linaua uvivu, linaua visingizio, linaua ukaribisho wa kujionea huruma. Eti leo unajisikiaje? Hivi kuna siku unaweza kusema hivi, eti mtu anakuuliza unajisikiaje? Pole na kazi. Pole na kazi? Hongera kwa kazi. Kuna mambo ya Halo, habari? Sawa. Pole na kazi jamani. Unajisikiaje sasa hivi? Vibaya. Aliyekwambia nani kwenye mapambano ya maisha unajisikia vizuri? Nani? Wewe umetoka shambani kulima, jasho linavuja kila mahali. Mtu anakuuliza unajisikiaje? Unajisikia vizuri? Umetoka kula? Hapana. Unajisikia vibaya. Akwambia hongera kwa kazi. Kujisikia, mtu akwambia unajisikiaje? Anakuonea huruma. Ameshakuibulia hisia. Akishakuibulia hisia unaanza kujiona hivi, jamani, kwa nini nateseka hivi mashambani kila wakati? Mimi nafanya sio hivyo. Badilisha swali. Badala kujiuliza najisikiaje leo, mfumo unataka nifanye nini? Hilo swali linaua uvivu, hilo swali linaunda nidhamu. Huo ni mkakati wa pili. Mkakati wa tatu, anza kidogo lakini kwa uhakika. Anza kidogo lakini kwa uhakika. Kuna tofauti kati ya kuanza kidogo na kurupuka, waheshimiwa. Tunaposema anza kidogo, hatumaanishi ukurupuke.
Tunaposema anza ulipo, hatumaanishi ukurupuke. Tunasema anza na ulicho nacho, hatumaanishi ukurupuke. Anza kidogo, ila kwa mpangilio. Inakuwaje? Usianze bustani kubwa bila ratiba. Usianzishe kuku wengi bila mpango. Kuku 500 una mwongozo huna? Hapana. Anza kidogo kwa mfumo unaorudiwa kila siku. Usianzishe safari ambayo inafika wakati hujui kufanya. Ni kosa kubwa, na huko ni kwanza kwa hisia. Kwa mfano, mfumo mdogo una nguvu kuliko ndoto kubwa. Watu wanaofocus na mifumo ndio watu wanakuwa matajiri. Watu wanaofocus na mandoto ambayo hayana maana yoyote wanaishia kuhangaika, kuteseka, majuto, kutukana, kuchoka, kuona kwamba watu hawafai, watu wamewasababishia. No. Hapana. Aje kudanganya nani kuhusu mafanikio? Hakuna mafanikio unaweza ukaamka imeshatokea. Eti kwa sababu umeota ndoto utakuwa na kiwanda, utakuwa na kampuni kubwa, ukiamka unaikuta. Hapana. Lazima utaanza kidogo kwa utaratibu. Mwisho kabisa, ndugu zangu, kwanza nikupongeze ambaye unaendelea kufuatilia haya masomo. I'm really telling you from my heart, haya masomo yatakutoa, yatakusaidia. Yaani hicho sio kama nakupamba, na uhakika. Ndugu yangu, ni hivi, hisia zitakudanganya kuwa unaanza. Mfumo utakuthibitishia kuwa utaendelea. Hisia wao zinadanganya tu. Umeanza ndio, lakini ukianza kwa mfumo, utaendelea, kwa sababu unajua nini nifanye baada ya hapo. Unajua mfumo utakuthibitishia kuwa unaendelea, na kama siku 10 za kwanza zitakuongoza na hisia, mwaka mzima utatawaliwa na majuto. Hizi siku 10 za mwanzo usipokaa sawa ukatengeneza mipango vizuri, mwaka mzima utatawaliwa na majuto. Kama hizi siku 10 ukakaa chini ukasema no, enough is enough, nikae niweke mikakati, nisiingie kukurupuka. Tafuta program, tafuta course, tafuta mentor, tafuta mwalimu akufundisha, kusaidie. Ikifika tu mwezi wa 5 wa 6 unasema asante Mungu kwa kunipa huu mwongozo. Jambo la muhimu, kama nilivyokuwa nimesema katika vipindi vilivyopita, na nitakuwa narudia kwa sababu kuna watu wanakuja tofauti. Mimi nafanya kazi na watu wanaotaka kuanza kwa mifumo halisi wa bustani na kuku. Kama umewahi kuwa na ndoto ya kufanya kuku katika eneo dogo, bustani katika eneo dogo, tuna mfumo, tuna mkakati wa kukusaidia namna gani utaanzisha bustani katika eneo lako dogo kama mradi. Sio tu za kupunguza gharama za chakula, kama mradi. Unaweza kuanza kupunguza gharama za chakula, lakini serious kabisa, focused kama mradi. Tuna program maalum ambayo wewe ndio unachagua. Sasa unafanyaje? Andika neno mfumo sasa hivi. Ngoja andika kwenye screen hapa. Andika neno mfumo kwenda WhatsApp 0761 825 808. Andika neno mfumo kwenda kwenye nambari ya WhatsApp ambayo nimeshare hapo kwenye screen yako hapo. Sasa kitu gani ambacho ni favor kama umesikiliza hili somo ukiandika sasa hivi? Tutakupatia utaratibu wa kulipa kidogo kidogo wakati tunaendelea na program. Tutakaa chini, tutaongea kulingana na program utakayochukua, kwa sababu program ziko nyingi kidogo. Kwa utaangalia, utapitia, then tutaangalia tunakaa vipi, kwa sababu lengo tunataka watu wengi waanze mwaka kwa ushindi. Hiyo ndio lengo. Ndio maana tumetengeneza utaratibu, kwa sababu hatujawahi kutoa, tunakupa bei ya offer na tena bado tunakupatia utaratibu wa kulipa kidogo kidogo. Imagine ukikosa na hiyo, sitakuwa na namna nyingine ya kukusaidia. Ndugu zangu, ongeleni sana kwa kuendelea kufuatilia. Jambo la msingi ni moja tu. Ndio kwanza tuko siku ya pili, na hiki ni sehemu ya kwanza katika masomo yetu ya siku ya pili. Naomba nikuache, kwa sababu kati ya saa 11:30 au saa 12 kamili tutaendelea na somo lingine, kwa sababu ratiba zimeharibika kidogo kulingana na mipango iliyokuwepo. Lakini kaa tayari online, kwa sababu live ikianza unapewa taarifa kama unafuatilia Instagram. Kati ya saa 11:30 au saa 12 kamili tutakuja na kipindi kijacho. Sasa mimi niwatakia wakati mzuri. Hongera sana kwa mapambano. Naomba nisipitie comment, ziko nyingi, lakini nawapongeza wote mlio show up. Naomba niende kwa ajili ya kufanya maandalizi ya somo ambalo linakuja.
All the best. Kama umekosa masomo yaliyopita, nenda YouTube, andika Profitable Farm TZ, utapata masomo yaliyopita. Lakini jambo la msingi, kama uko serious, andika neno mfumo kwenye WhatsApp sasa hivi. Andika neno mfumo kwenye WhatsApp sasa hivi kwenye 0761825808. Baada ya hapo utakuwa na nafasi ya kujua kitu gani. Kama una ndoto ya kufanya bustani na kuku katika eneo dogo, serious, hii ndio nafasi ambayo umeipata. All the best, enjoy.